asilimia ngapi? Petro, una mwandishi? Okay, kwa asilimia ngapi mnadhani matokeo katika uwanja wa Sheikh Abeid katika mechi 3 mfululizo ukijumlisha na hii ya leo yamewalipa? Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza ziara yetu ya hapa Arusha. Tumekuwa na siku 10 bora kweli kweli. Malengo yetu hayajatimia kwa asilimia 100 kwa sababu tulihitaji tutumie Arusha kwenda robo finali ya kombe la CRDB na tulihitaji kuitumia Arusha kupata alama 6 za ligi kuu ya NBC. Robo finali tumeipata, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini alama 6 tumezikosa. Tumepata alama 4 kwenye ligi kuu ya NBC, inatosha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Tunawapongeza wachezaji wetu na tunawashukuru mashabiki wa Simba hapa Arusha kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ya kutimiza walau asilimia 80 ya malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Improvement ni kubwa, na improvement ya timu yetu sio kwenye kucheza vizuri, ni kwenye kutumia nafasi ambazo tunazitumia. Ukiangalia mechi zote ambazo tumecheza na tukapata sare, kwa mfano mechi ya TRA hatukuwa tumecheza vibaya, lakini hatukutumia nafasi vizuri. Mechi iliyofuatia dhidi ya Dodoma Jiji, kila nafasi ambayo tuliipata tulitumia na tukaandika mabao 3. Mechi ya leo kila nafasi ambayo tumeipata tumetumia, tumeandika magoli 3. Bado tungeweza kupata magoli mengi zaidi, 4 5, lakini unaona improvement iliyopo ni kwenye matumizi ya nafasi. Nafasi zinapatikana, magoli yanafungwa, watu wanafurahia. Anarejea Clatous Chota Chama. Kuna nafasi alipata kwenye mechi ya Dodoma lakini hakutumia vizuri, lakini leo anapata nafasi na anakuwa man of the match. Chama ameendeleza ubora wake ule ambao tumekuwa tukimfahamu nao, na leo anafunga goli 1 na anakuwa nyota wa mchezo. Ni faraja kubwa kumwona Chama anaendeleza kile ambacho sisi tuliamini anacho katika miguu yake, japo wapo ambao walikuwa wakiamini ya kwamba Chama sio yule kwenye ule utimamu wake, lakini tunamuona kwenye mechi zenye vijana wengi, kwenye mechi zenye vipaji vingi, lakini Chama anaweza kuipita katikati yao na anakuwa mchezaji bora. Ni mchezaji wa kutunzwa, ni mchezaji wa kuendelea kuaminiwa na kutegemewa ndani ya Simba Sports. Bila shaka Elie Mpanzu wamewajibu leo hii ambao walikuwa wakisema kwamba alikuwa akidai na nini, amepata nafasi na amefunga moja ya goli nzuri, na hata kocha pia amethibitisha hilo. Mpanzu alikuwa anaumwa na tuliwaeleza watu hilo, lakini watu wasioitakia mema Simba wakaleta uzushi ambao kwa faida yao wao wenyewe, lakini sisi tulikuwa tunajua ndani kitu gani kinaendelea, na tukawaeleza wana Simba kwamba mchezaji wao anaumwa, akipona watamuona uwanjani, na kweli Mpanzu amepona, amerejea uwanjani, anaendelea kuitumikia Simba yake. Vivyo hivyo kwa Loemba, uzushi mwingi ulikuwepo, lakini naye vile vile alikuwa majeruhi, amepona, mwalimu kaanza kumpa nafasi. Kwa hiyo jambo jema wana Simba ni kwamba wasikilize ama wafuatilie kile ambacho viongozi wao tunawaambia, na tuache kusikiliza habari za mitandaoni, habari za kwenye maredio, habari za uzushi, kwa sababu vita ni kubwa na watu wengi hawapendi kuiona Simba ikiwa inafanya vizuri. Leo umeona tumeshinda mechi 2 dhidi ya huyu Fountain na mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Kuanzia kesho kuna kauzushi utakasikia kanaibuka. Sijui wazushi wako jikoni, sijui kapya wazushi wako jikoni hivi sasa, wanatafuta chokochoko za kuharibu amani ndani ya Simba. Kwa hiyo ndani ya siku 2 hizi utasikia tu kuna jambo talizusha, ili mradi kutengeneza hiyo pressure. Na bahati iliyokuwa mbaya, wapo mashabiki wenzetu wa Simba ambao wanaibeba hiyo pressure, wanamka nayo, wanaanza kufanya vurugu na klabu inakosa utulivu. Mimi niwaambie wana Simba, tupo kwenye nyakati za kimaamuzi, yaani mechi ambazo zimesalia ni mechi za kuamua ubingwa. Kwa hiyo tuwe watulivu na tuendelee kuipambania Simba yetu. Huu sio wakati wa kubebwa na propaganda, na huu sio wakati wa kubebwa na uzushi. Mtu akija na uzushi wake, mwambie asante, tumekusikia, tuna focus ubingwa. Kamara sio la kweli kuhusiana na Kamara. Kamara ni majeruhi na hilo linafahamika wazi,
na atarejea kuitumikia Simba mwanzo wa msimu unaokuja. Na kwa sasa Kamara ni mchezaji wa Simba kama ilivyo kwa Wilson Nangu, kama ilivyo kwa Yakubu Suleiman, kama ilivyo kwa Hamza. Wote hawa ni majeruhi wa muda mrefu, wanaendelea kutibiwa na Simba Sports Club kwa sababu wana mkataba na Simba Sports Club. Mwisho wa msimu tunafanya tathmini ya wale majeruhi wetu, nani ametengemaa, nani yuko sawasawa, nani anarejea kazini, nani anabaki kuugua. Tunafanya maamuzi, tunakwenda mbele. Msemaji, kuna ile mechi ya Dodoma Jiji ya ligi ya mwisho, kuna watu walisema kwamba Libase Geye hawezi tena kufunga, ndo mara yake ya mwisho. Nimeona leo amefunga goli zuri sana hili. Msemaji, unalizungumziaje pia? Walisema hivyo watu kwamba Libase Geye hatofunga tena. Watu wana roho mbaya. Libase Geye ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa sana, na unalaiti kama kila pasi ambayo Libase anaitoa kwa maana ya pasi ya goli ingekuwa inatumika kufunga, basi Libase angekuwa na asisti nyingi kweli kweli. Libase Geye na Anicet Oura ndiyo alionifanya mimi nifikiria kwamba wakati mwingine tunaweza tukamhukumu mchezaji kwamba ana asisti chache na sio mchezaji mzuri. Kumbe anatoa pasi nzuri lakini hazifanyeje? Hazitumiki. Kwa hiyo Libase Geye ni katika hao wachezaji ambao wanafanya kazi ipasavyo, wanatoa pasi elekezi, lakini kwa bahati mbaya zinakosekana. Lakini leo ameonyesha kile ambacho yuko nacho. Amechukua mpira, amekati uwanja, ameingia, akapata nafasi, akashoot na ikawa goli. Ni moja kati ya goli bora sana, goli la juhudi binafsi, goli ambalo mtu amepambana kwa uwezo na nguvu zake. Na magoli kama yale sio magoli ya bahatisha nduluti, yale ni magoli ya uwezo, ni magoli ambayo si kila mchezaji katika ligi ya Tanzania anaweza akafunga. Magoli kama yale wanafunga ndio ukisikia solo. Unajua solo artist, yani msanii mmoja. Sasa lile ndio goli la Libase Geye, goli la solo, yani kafanya kazi yote peke yake na akaenda kafunga. Na solo na huyo solo na solo ambaye ni Libase Geye, namjua Solo Theng. Nyinyi mko bado mjaja town. Kuna solo mwigizaji, achana na Solo Theng mwenyewe, mwanazoni alokomaa. Ukitaka kumfahamu Solo Theng mwenyewe, nenda kasikiza ngoma moja inaitwa Mtazamo. Yuko na Afande Sele humo, yuko na Profesa Jani, hatari sana Mtazamo hilo. Watu wa zamani. Tumalize na hili la Jonathan Soa. Adhabu yake tumeona mitandaoni kwamba amerudishwa kutrain na timu ya vijana. Hii iko vipi? Kama mlivyosikia kuhusiana na Jonathan Soa, Soa alikuwa akishtumiwa na makosa ya utovu wa nidhamu, na baada ya kushtumiwa akashtakiwa kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ambayo inaongozwa na kamanda mstaafu Suleiman Kova ambaye ndio mwenyekiti wa kamati hiyo. Soa akaitwa mbele ya kamati kuelezewa tuhuma zinazomkabili na akakiri makosa yanayomkabili, na baada hapo kamati ikatoa hukumu. Hukumu iliyotoka kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club ni kwamba Soa atatozwa faini, na adhabu ya pili ni kwamba anarejeshwa kwenda kufanya mazoezi na timu zetu za vijana, ikiwa ni kipindi cha maangalizo, kipindi cha kumwangalia. Kama kutakuwa kuna mabadiliko ndani yake, basi atarejeshwa kwenye timu kubwa kuja kuendelea na majukumu yake. Kwa hiyo yupo kwenye kipindi cha maangalizo ili kuangalia, je, yale ambayo alikuwa akituhumiwa nayo wakati yuko na timu kubwa, kuna mabadiliko ndani yake? Ni hilo tu. Shukrani. Semaji, tueleze labda hapa kabla